تعالى وبركاته. الحمد لله المحمود أزلا وأبدا، المعبود المقصود دائما سرمدا، المجزل لمن أطاعه عطاء ومددا، يغفر الذنوب ويستر العيوب ويفرج الكروب، ويكون للمؤمنين ملجأ وسندا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي لم يزل إلها واحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، الذي ارتضاه عبدا واصطفاه حبيبا وسماه محمدا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أبدا. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru na kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwa mara nyingine hatuna budi kuweza kurudisha shukurani kwa Allah ambaye kwamba amekwenda kutujalia kuingiliwa na siku tukufu, siku ya Ijumaa, na vile vile akatuwezesha sisi kufika mapema kwa lengo la kutekeleza ibada hii ya salatul Jumaa. Kwa ajili hiyo lazima tumshukuru, tuseme alhamdulillah, na kwa wingi basi tuwe tunakithirisha kutenda matendo yaliyo mema, na hilo linampasa kila Muislamu awe ni mwenye kufanya matendo ambayo kwamba ni mazuri. Na kabla sijaingia katika mada, usikum wa uswi nafsi awalan bitaqwallah, ninakwenda kuwahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani pale tutakapokuwa sisi ni wachaji Mungu, basi ndio tutakuwa tumefaulu katika maisha yetu ya hapa duniani pia na ya kesho akhira, kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa na wale maswahaba ni jambo gani ambalo kwamba litawaingiza watu katika pepo ya Allah, Mtume alijibu akasema, taqwallah, ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo unapopata uchaji Mungu, wewe ndio njia pekee ya kukuwezesha kuingia katika janna. Sasa Mtume anasema taqwallah wa husnul khuluqi, ni takwa, kumcha Mwenyezi Mungu, vile vile na kuwa na tabia iliyo njema, tabia ambayo kwamba ni nzuri. Hapo ndio utakuwa wewe umekwenda kufaulu. Akaulizwa tena Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mambo gani ama ni jambo gani ambalo kwamba litawaingiza watu kwa wingi katika moto? Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kujibu swali la kwanza anajibu swali la pili, anasema alfamu walfaraj, ni kanwa na tupu. Hayo ndio mambo ambayo kwamba watu wengi wataingizwa katika moto, kwa sababu wako wazinifu wengi katika ulimwengu kama huu. Na aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam mdomo, kanwa, anaokusudia ulimi, anaokusudia ulimi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, mada ambayo kwamba nitaizungumzia, nitaugusia ulimi, kwa kuwa ni miongoni mwa mambo ambayo kwamba watu wengi wataingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ajili hiyo tumcheni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ili tuweze kufaulu katika maisha ya hapa duniani na maisha ya kesho akhira. Yule mwanashairi anasema idha anta lam tarhal bizad min at-tuqa wa laqaita ba'da al-maut man
qad tazawwada nadimta ala an takuna kamithlihi wa annaka lam tarsud kama kana arsada. Asemaje huyu mwanashairi? Asema ikiwa wewe hujaondoka katika ulimwengu kama huu, kwa sababu maisha haya ya duniani, ndugu zangu Waislamu, tuko katika safari. Sasa katika msafara kama huu wewe ukawa hukuondoka bizadi minatuqa, kwa zadi ya nini? Ya uchaji Mungu. Ukawa wewe umeondoka lakini hauna uchaji Mungu. Ulikuwa wewe humwogopi katika maisha yako, humwogopi Allah subhanahu wa ta'ala. Wafanya chochote ukitakacho, kile ambacho kwamba hawaya nafsi yako inakutuma, basi unafanya hicho hicho, ukamsahau Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa ukawa hukubeba zawadi kutokamana na uchaji Mungu. Wala qaita ba'da al-mauti man qad tazawwada, na ukaenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukakutana na wale ambao kwamba wao walipokuwa katika ulimwengu wao waliondoka na zawadi ya uchaji Mungu. Umeenda ukakutana nao, na kwa kuwa wao wameondoka na uchaji Mungu, bila shaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakwenda kuwaneemesha kwa neema ambazo kwamba Mwenyezi Mungu amekwenda kuzisifu, neema ambazo kwamba ni nzuri nzuri. Watakuwa na maisha ya raha, maisha ya mstarehe, maisha ambayo kwamba ni ya kudumu milele hadi milele. Sasa wewe umekwenda ukakutana na watu kama hao, wakati wewe huku wa mchaji Mungu. Nadimta, mwanashairi asema, utajuta ala an takuna kamithlihi, lau na wewe ungekuwa kama mfano wa hao ambao kwamba waliondoka na uchaji Mungu katika ulimwengu. Watamani laiti na mimi nilipokuwa duniani ningefanya kama walivyofanya hawa ambao kwamba wamekuwa na uchaji Mungu katika ulimwengu. Sasa anajuta huyo ambaye kwamba hakuwa ni mchaji Mungu katika ulimwengu. Yeye ameishi vile anavyotaka sheitani. Na Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwenda kutuambia, ama ametupa mawaidha, akasema usifuate hatua za sheitani, usizifuate. Hakuna kitu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu hakukitaja katika Al-Qur'ani. Sasa wewe ukasahau aya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba usifuate zile hatua za sheitani, ukasahau ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema ya kwamba huyu sheitani kwenu nyinyi ni adui, inna shaitana aduwa lakum, ni adui kwenu nyinyi. Hizi aya zote hizi ukazipuuzia, ukawa waishi vile unavyotaka wewe. Sasa mwanashairi anasema, nadimta ala an takuna kamithlihi wa annaka lam tarsud kama kana arsada, na wewe hukuvuna nini? Uchaji Mungu katika ulimwengu. Haukuvuna kabisa kama walivyokuwa wamevuna hao ambao kwamba Mwenyezi Mungu siku hiyo atakwenda kuwaneemesha. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tuishi katika ulimwengu kama huu, lakini tuwe na uchaji Mungu. Tukitaka sisi tuwe na maisha mazuri duniani, basi tumuogope Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebu jikurubishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakika tutakuwa na maisha mazuri katika ulimwengu kama huu, na maisha ya kesho, yani siku ya mwisho, siku yaumul akhirah, au siku ya mwisho. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, lazima tuwe ni wenye kutekeleza zile amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuwe ni wenye kutekeleza swala ili tupate huu uchaji Mungu. Na katika Allah ama viungo ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotuneemesha, viungo kama hivi lazima tuvitumie katika kufanya matendo yaliyo mazuri. Tufanye matendo ambayo kwamba ni mema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kumuumba mwanadamu anasema, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu samian basira. Hakika yetu sisi tumekwenda kumuumba mwanadamu min nutfatin, kutokamana na tone la manii, amshajin ambalo kwamba
limekwenda kuchanganyikana baina ya mbegu ya kiume na ya kike. Kisha akasema nabtalihi, ili tupate kumtia katika mtihani ama tumuonje. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala endelea kusema faja'alnahu sami'an basira, tukamjalia huyu mwana wa Adamu sami'an basiran, kuwa ni mwenye kusikia na ni mwenye kuona. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala viungo ambavyo kwamba amekwenda kukujalia wewe, masikio kusikia, hiyo ni neema ambapo kwamba masikio kama hayo lazima uyatumie vile inavyotakikaniwa. Usikize vitu ambavyo kwamba vinastahili kusikizwa, sio vitu ambavyo kwamba havistahili kuvisikia kama wewe. Basiran, pia macho ndugu zangu Waislamu lazima uyatumie kwa njia iliyo sawa. Usitumie macho yako kwa kuangalia vitu ambavyo kwamba ni viovu, vitu ambavyo kwamba vitakupelekea wewe kumfuata nani? Sheitani. Na kadhalika na viungo vingine. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, viungo ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni moja katika zile neema ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwenda kutuneemesha. Na miongoni mwa viungo kama hivi ni al-lisan. Na tumeona Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa mambo ambayo kwamba atawaingiza watu katika moto, kitu cha kwanza anasema kanwa, anaukusudia ulimi, kisha akataja na utupu. Na haya ndugu zangu Waislamu ndio mambo ambayo kwamba yamekithiri katika ulimwengu. Leo wazinifu wako wengi sana. Leo wazinifu wako wengi katika ulimwengu. Vile vile na ulimi pia. Wengi ambao kwamba wataingia katika moto ni wale ambao kwamba watautumia ulimi wao katika mambo ambayo kwamba hayastahiki. Ni vyema mtu ndugu zangu Waislamu, yani afadhali uteleze mguu ikawa ni sababu pengine ya kuvunjika mguu kama ule, kuliko kuteleza ulimi ikawa ni sababu ya wewe kuingizwa katika moto Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ajili hiyo ndugu zangu Waislamu, viungo kama hivi tuvitumie katika njia nzuri, tufanye matendo yaliyo mema. Man amila, yule ambaye kwamba atakwenda kutekeleza bi shari'ati al-Islam wa imtathala awamirahu wajtanaba al-manhiyati faqad tamassaka bil urwati al-wuthqa wa ila Allahi aqibatu al-umur. Yule ambaye kwamba amekwenda kujituliza na akafanya mambo yake kwa kuifuata sheria ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, kwa kufuata vizito viwili. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa yuondoka katika ulimwengu anasema ama amesema kwamba mimi ninawaachia vizito viwili. Na ni nini? Al-Qur'an wa Sunna. Qur'ani na Sunna. Kwa hivyo kwa vizito viwili kama hivi usipotee, kwa sababu pale ndani yake kuna mwongozo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuelekeza jinsi gani utaishi katika ulimwengu kama huu. Jinsi gani au namna gani utaepukana na sheitani. Namna gani wewe utakwenda kufanya matendo yaliyo mema, matendo ambayo kwamba ni mazuri. Namna gani ambayo kwamba wewe ukifanya amali utakwenda kupanda daraja. Nyuma tumeelezwa ya kwamba katika miezi 12 kuna miezi minne. Miezi minne kama hii ni miezi bora. Lau utafanya matendo mema katika miezi kama hiyo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupandisha daraja. Yani thawabu, malipo ambayo kwamba utayavuna yatakuwa ni mengi. Yote haya tumekwenda kuelezwa katika vizito viwili, Al-Qur'an wa Sunna. Sasa kwa nini tumfuate shetani ndugu zangu Waislamu? Kwa nini utumie ulimi wako kwa njia ambayo kwamba haistahiki? Kwa hivyo yule ambaye kwamba atafanya matendo yaliyo mema na kwa kuifuata sheria ya Uislamu jinsi inavyotakaniwa, wamtathala awamirahu, akafuata maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajtanaba almanhiyati, na kisha akaenda kujiepusha na yale ambayo kwamba amekatazwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala, faqad tamassaka bil urwati al-wuthqa. Mtu kama huyu
ambaye kwamba amefuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na akajiepusha na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakika amekwenda kushikamana na kamba ambayo kwamba haiwezi kukatika. Kamba isiyokatika na Uislamu. Umekwenda kushikamana na Uislamu tena imara. Wa ila Allahi aqibatul umur, na kwa Mwenyezi Mungu ndo mwisho wa mambo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema walladhina amanu, na wale ambao kwamba wameamini, wa amilu salihati, na wakatenda yaliyo mema, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahharatun wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wale ambao kwamba wamemwamini Mola subhanahu wa ta'ala na wakawa ni wenye kutenda yaliyo mema, hakika watu kama hawa Mwenyezi Mungu atawaingiza katika pepo ambayo kwamba chini yake inapita mito. Kuna mito ambayo kwamba inapita, mito ya maziwa, mito ya asali. Tena anasema khalidina fiha abada, wataingizwa watakaa milele ndani ya pepo kama hiyo. Lahum fiha azwajun mutahharatun, na ndani ya pepo kama hiyo miongoni mwa neema ambazo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakwenda kuwaneemesha, anasema kuna wake ambao kwamba wametahirika, au wanawake ambao kwamba wametahirika. Wanudkhiluhum dhillan dhalila, na tutawaingiza wao katika kivuli. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ili tufaulu katika maisha yetu, tufanye matendo mazuri, tufanye vitendo vizuri, tuzungumze maneno ambayo kwamba ni mazuri. Hapo ndio tutakwenda kufaulu na kuingia katika pepo kama hii, kwa mujibu wa aya kama hii, namna Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekwenda kuchukua ahadi kwa yule atakayefanya matendo yaliyo mema. Nimesema ulimi, ndugu zangu Waislamu, mada nazungumzia ulimi. Afadhali mtu ateleze iwe ni sababu ya kuvunjika nini mguu wake, kuliko kuteleza ulimi ikawa ni sababu ya yeye kuingia katika moto. Pale ambapo kwamba umekaa na ukawa wazungumza ama masengenyana pengine mfano, ama wautumia ulimi wako vibaya, utambue ya kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala maneno kama yale ambayo kwamba wewe wayazungumza, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakwenda kuyanakili. Kwa mujibu wa aya, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Hakuna jambo lolote ambalo kwamba linazungumzwa ama linatamkwa isipokuwa mbele yake kuna malaika wawili ambao kwamba wananakili. Ikiwa wewe umezungumza maneno ya kheri, basi kuna malaika ambaye kwamba yeye kazi yake ni kuandika mema ambayo kwamba wewe wayazungumza. Na ikiwa umezungumza maneno ambayo kwamba hayastahiki, vile vile kuna malaika ambao kwamba ananakili. Na angalia rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuonyesha rehema Mwenyezi Mungu kwamba yeye anatujali na anatuhurumia. Yule malaika ambaye kwamba ataandika yale mabaya ambayo kwamba umeyatamka wewe, huwa si mwepesi wa kuyanakili maneno kama yale, huwa anakupa muda. Pengine huenda ukawa umekosea, umezungumza kimakosa, ukatubia ukarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anakupa muda. Lakini yule ambaye kwamba ni wa kuandika mema, basi pale pale unapotamka jambo jema, yeye ni mwepesi wa kuandika mema kama yale ambayo kwamba umekwenda kuyatamka. Vile vile katika hadithi ambayo kwamba amepokea Muadh bin Jabal, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee, qal
qultu ya Rasul Allah, akullu ma natakallam bihi yuktabu alaina? Faqal fakilatika ummuk wa hal yakubbu an-nasa ala manakhirihim fi an-nar illa hasaidu alsinatihim innaka lan tazala saliman ma sakatta fa idha takallamta kutiba laka aw alayka. Muadh bin Jabal, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee, asema nimemuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila jambo ambalo kwamba sisi twalitamka, je, huwa linanakiliwa, linaandikwa? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wahal yakubbu nasa ala manakhirihim, hakika watavurumishwa watu juu ya ndimi zao, finari, katika moto. Yani hakuna jambo ama hakuna kitu ambacho kwamba kitawavurumisha watu kwa kuingizwa katika moto isipokuwa ni ulimi. Kisha akasema innaka lan tazala saliman masakat, anasema hakika yako wewe utabaki kuwa ni salama pale utakapokuwa umenyamaza. Utasalimika pale utakapokuwa wewe umenyamaza, hauzungumzi. Fa idha takallamta, na utakapokuwa ni mwenye kuzungumza, kutiba lak, utaandikiwa. Ndio pale nikasema kuna malaika ambao kwamba wananakili, utaandikiwa yale ambao kwamba wayazungumza. Au alaika, vile vile utaandikiwa yale mabaya ambayo kwamba wayazungumza. Ya kwanza kutiba lak, bimaana yale mazuri ambayo kwamba utakuwa wewe ni mwenye kuyazungumza, basi utaandikiwa kwamba umefanya nini, umezungumza maneno mazuri. Au alaika ni yale maneno mabaya ambayo kwamba utakuwa wewe wayazungumza, utaandikiwa kuwa umefanya madhambi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tunapozungumza tusiutumie ulimi kusema maneno ya urongo, tusitumie ulimi wetu kumtukana Muislamu mwenzako. Yani tuangalie yale ambayo kwamba ni maneno mazuri, ni maneno ya kheri, maneno ambayo kwamba mujtama utakwenda kupata faida kupitia ulimi wako ambao kwamba umeutumia. Usiutumie ulimi wako mujtama ukapata hasara kwa sababu wewe umekwenda kutamka maneno ambayo kwamba hayastahiki. Nituambiwa idha asbaha ibn adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan, pale mwana wa Adamu anapopambaukiwa na asubuhi, fa innal a'dha'a kullaha, sasa viungo vya mwanadamu, miguu, mikono, ulimi, viungo ambavyo kwamba yuko navyo, tukaffiru lisan, huwa vinamwelekea ulimi, vinamlalamikia ulimi. Fatakuli, vikisema ittaqillaha fina, mche Mwenyezi Mungu kwa ajili yetu. Tambua viungo vyote vyo katika mwili mmoja. Sasa viungo kama hivi vinamnyenyekea ulimi kwa kusema mche Mwenyezi Mungu kwa ajili yetu sisi, kwa sababu pale utakapokuwa wewe adhibiwa, viungo vyote vitaingia katika adhabu. Si kwamba ni ulimi peke yake ndio utaadhibiwa, viungo vyote ambavyo kwamba amevibeba mwanadamu, basi vitahisi ule uchungu wa adhabu ambao kwamba atapewa mwanadamu. Sasa wanamlalamikia wakisema mche Mwenyezi Mungu kwa ajili yetu.
fa innama nahnu bik, hakika jambo lingine sisi tuko na wewe, yani tuko pamoja na wewe. Fa in istaqamta istaqamna, ukilingana, ukiwa uko sawa, basi na sisi pia tutalingana. Yani wewe ukawa ni mwenye kuzungumza maneno yaliyo mazuri, basi hatutapata adhabu ya Mwenyezi Mungu, na sisi pia tutasalimika. Wa in wajajta, na ukienda jongo ukapinda, ukawa ni mwenye kuzungumza maneno mabaya na ikasababisha mwili mzima kuadhibiwa, ni kwa ajili yako. Kwa hivyo ukienda jongo na sisi pia tutabeta, tutakwenda jongo. Kwa hivyo ewe ulimi, mche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili yetu. Nikimalizia ndugu zangu Waislamu, katika hadithi nyingine ambayo kwamba yatokamana na Al-Barra bin Azib, radhi za Mwenyezi Mungu ziwaendee, asema alikuja mbedui kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, allimni amalan, nifundishe amali ambayo kwamba yudkhiluni aljanna, itaniingiza katika pepo. Yani fundisha amali ambayo kwamba lau nitaifanya amali kama ile, basi mimi nitakuwa ni mwenye kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja baadhi ya mambo, kisha akasema jilazimishe kuacha huru watumwa, au kuikomboa shingo, ama kutoa vipoa, pengine kugawa, kutoa mbuzi kwa ajili ya manufaa ya mbuzi, kama wale kutoa sadaka mfano, wa ghairi dhalika, na mengineo ambao kwamba yasiokuwa hayo. Kisha akasema fa illam tutwiq dhalik, ikiwa huwezi kuyafanya hayo, fakuffa lisanak, basi uzuie ulimi wako, illa min khair, isipokuwa katika mambo ya khairi. Yani ikiwa uko na jambo la khairi ambalo kwamba ukilizungumza litakuwa lina faida kwa mujtama, lina mafanikio kwa watu, basi usifunge mdomo, tamka, liseme jambo kama lile. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, lazima tuhifadhi ulimi kama namna ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwenda kuhifadhi. Angalia jinsi alivyokuumba wewe. Ulimi Mwenyezi Mungu amekwenda kuujalia mbele yake, ameuzingira, yani amewekea meno juu na chini, ule ulimi ukawa katikati, kisha mbele yake kukawa kuna midomo miwili, ukawa ulimi kama ule umehifadhika. Sasa kwa jinsi ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu amekwenda kuhifadhi, basi na wewe uhifadhi ulimi kama huo, kutosema mambo ambayo kwamba ni ya urongo, mambo ambayo kwamba hayastahiki, pengine ya kusengenya na mengineo, ambayo kwamba utapata madhambi kupitia ulimi kama ule. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo kwamba yatoka kwa Anas, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee, asema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam laqiya Aba Dharr, alikutana na Aba Dharr, faqal ya Aba Dharr, ala adulluka ala haslatayn huma akhafu ala adh-dhahri wa athqalu fil mizan min ghayrihima. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuita Aba Dharr akisema, nisikujulishe mambo mawili, na mambo mawili kama hayo, akhafu ala adh-dhahri, ni mepesi katika
ulimi, wa adhharu wa athqalu fil mizan, na yana uzito katika mizan. Faqal bala ya Rasulullah, akasema ndiyo, nifahamishe mambo mawili kama hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema alaika bihusnil khuluqi, kwanza kabisa anasema jilazimishe kuwa na tabia ambayo kwamba ni nzuri, yani uishi na watu vizuri, tabia yako iwe ni nzuri. Kisha akasema watuli samti, na kisha uwe ni mwenye kunyamaza, yani uwe si mtu wa kuongea ongea. Kisha akasema walladhi nafsu Muhammadin biyadi ma amalu alkhalaiq bimithlihima, akaapa kwa Mwenyezi Mungu akisema na hapa kwa nafsi na hapa kwa yule ambaye kwamba amemuumba Mtume Muhammad, ma amila alkhalaiq bimithlihima, hakuna matendo yaliyo mema, matendo mazuri ambayo kwamba yametendwa ni yenye thawabu nyingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko matendo mawili kama hayo. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tumche Allah subhanahu wa ta'ala, viungo ambavyo kwamba tuko navyo tuvitumie kwa njia ambayo kwamba yastahiki, ili tuweze kuingia katika pepo. Kwa haya machache aqulu lakum wassalamu alaykum wal afwa minkum.